Hii ni video ambayo inasambaa mtandaoni ikiwa inamuonesha Baba Levo akiwa na house girl wake, lakini kukiwa kuna kamera ambayo imenasa tukio ambalo amelifanya huyu house girl wa Baba Levo. Kamera hii ilikuwa ikimuonesha huyu house girl wa Baba Levo akiwa ni kama anamnyanyasa mtoto kwa staili moja ama nyingine, kutokana na tukio linavyoonekana ni kwamba anamfunga mtoto kwa nguvu, anafunga miguu, alafu mtoto anasumbua kama kawaida. Bidada akawa hahangaiki na mtoto, anadili na simu tu, yuko busy na simu mpaka mtoto anaanguka kitandani. Bidada hana muda huo. Mtoto anazurura huku na kule, mara anamnyanyua na mweka na mtupa kitandani. Hii inaonekana ni kutokujali kwa mtoto, na video hii kama imeibua mambo mengi sana na watu wakawa wanasema kwamba kumbe ndio hivi dada wa kazi wanavyokuwa wanafanya tukiwa hatupo na tukiwa hatuoni. Lakini hii imeenda kuibua sura nyingine tofauti kwa watu ambao wanadai haki za kibinadamu na faraga ya mtu iko wapi, kwa maana ya kwamba je, faraga na utu wa yule dada wa kazi iko wapi kutokana na kamera kuweka katika chumba ambacho analala dada wa kazi. Je, kwa upande wa hicho ambacho amekiona, ina maana kwamba kuna vingine zaidi ya hivyo ambavyo anaweza kama ameviona, kwa sababu ni kawaida yule dada lazima akitoka kuoga abadilishe nguo kwa sababu ni chumbani, avae apendeze. Sasa kama kuna kamera ambayo inanasa matukio, ina maana kwamba mara nyingi wamekuwa wakimuona faraga yake kama hivyo inavyoonekana kwenye kamera, au imekuaje tukio hilo wakaweza kulinasa pekee bila kuweza kunasa matukio mengine ambayo yametokea huko nyuma. Kwa maana ya kwamba video hii inazidi kuzungumzia zaidi utu na ubinadamu na haki za binadamu, kwa maana ya kwamba faraga iko wapi, licha ya kwamba wamebaini kwenye kamera kwamba mtoto ananyanyasika. Je, ni sahihi kuweka kamera kwenye chumba cha mtu? Na kama ni sahihi, je, faraga ya mtu iko wapi? Yani uhuru binafsi wa mtu kufanya mambo yake binafsi uko wapi? Sheria za binadamu hizi zinasemaje kwa Tanzania? Je, Baba Levo hana makosa ya kufanya hivyo? Yuko alikuwa ipo sahihi? Sawa, binti ameonekana na makosa baada ya kufanya hivyo na kamera imeanza kunasa tukio hilo, lakini je, ni sahihi kwa kamera kuweza kufungwa kwenye chumba ambacho anaishi mtu, kwa maana ya kwamba kuondoa ule uhuru wake binafsi wa kufanya mambo yake akiwa peke yake? Sasa hii hata sio kwangu mimi tu pekee, lakini kwa Watanzania wengi pia walijaribu kwenda kwa upande wa pili, licha ya binti kuwa na makosa na kuanza kulalamikia swala kuweka kamera katika chumba cha dada wa kazi. Ina maana kwamba wamemkosea sana heshima na si sawa kisheria. Tuandikie maoni yako na wewe juu ya hili tukio ambalo limetokea. Je, kuna usawa kisheria baada ya Baba Levo kuweza kuweka kamera na kunasa matukio ambayo yanaendelea ndani ya chumba cha dada wa kazi au chumba cha watoto? Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Hivyo basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili